usiku huo mambo ya kutisha yanaanza kutokea. Alex anaamshwa na sauti za ajabu nje ya nyumba. Anapotazama dirishani anaona kiumbe cha kutisha kikitokea ardhini na kuelekea nyumbani kwao. Hadithi inaanza kwa kijana mdogo anaitwa Alex ambaye anaishi na mama yake Leah baada ya wazazi wake kutengana miaka mingi iliyopita. Alex anampenda sana mama yake na ndiye mtu muhimu zaidi katika maisha yake. Siku moja akiwa njiani kuelekea shule, Alex anapokea ujumbe kutoka kwa kijana mkubwa wake Felix ambaye anamwambia kuwa wanafunzi wawili wanamfuatilia na wanataka kumpiga. Alex anaongeza mwendo wake kwa haraka kuelekea shuleni. Anapofika anamsikia Felix akiomba msaada. Bila kusita, Alex anakimbia kwenda kumsaidia. Hata hivyo, mwanafunzi aitwaye Lance anamvamia ghafla, anampiga ngumi na kumwangusha chini. Akiwa amejaa hasira, Alex anajibu mapigo na kuanza kupigana naye. Tukio hilo linamkasirisha mkuu wa shule ambaye anamwonya Alex kuwa akirudia tena tabia hiyo atafukuzwa shule. Siku iliyofuata, mkuu wa shule anawalazimisha Alex na Lance kuhudhuria darasa la kurekebisha tabia pamoja, lakini hata humo Lance anaendelea kumdhihaki na kumtukana Alex. Baada ya darasa kumalizika, Lance na rafiki yake Kay wanaanza kumkimbiza Alex wakitaka kumpiga. Akiwa anajaribu kutoroka, Alex anakimbilia kwenye jengo ambalo bado linaendelea kujengwa. Anajificha, lakini Lance na Kay wanamgundua. Kwa hofu kubwa, Alex anajikwaa na kuanguka kutoka juu ya jengo. Anapoteza fahamu. Lance na Kay wanaamini kuwa amekufa, hivyo wanatoroka kwa uoga. Lakini baada ya muda, Alex anaamka na kugundua kuwa yuko salama kwa sababu hakuanguka kutoka umbali mkubwa sana. Akiwa anatafuta njia ya kutoka, anakutana na jiwe la ajabu lenye upanga uliokuwa ndani yake. Kwa mshangao mkubwa, Alex anauvuta upanga huo na kuutoa kwa urahisi. Baadaye anamuita Felix na wanakutana ili kuuchunguza upanga huo. Alex anagundua kuna maandishi ya Kilatini juu yake. Felix anatumia programu ya kutafsiri na kugundua kuwa upanga huo unatoka katika mji uitwao Tentacle. Jina hilo linamvutia Alex kwa sababu baba yake aliwahi kuishi huko. Hapo anakumbuka kitabu alichopewa na baba yake miaka mingi iliyopita. Anapokisoma anakutana na simulizi la Mfalme Arthur, shujaa aliyepigana dhidi ya nguvu za uovu. Kabla ya kufa kwake, Arthur alichoma upanga wake ardhini na hakuna mtu aliyefaulu kuutoa. Alex anaanza kuamini kuwa huenda huu ndiye upanga halisi wa Mfalme Arthur. Kwa hofu na mshangao anauficha, kisha anaenda kulala. Kesho yake mwalimu anawatambulisha mwanafunzi mpya aitwaye Morton. Wanafunzi wengi wanamcheka kwa sababu anaonekana mzee kuliko wao, lakini Alex anagundua jambo na ajabu. Morton anaonekana kumtazama kila wakati. Baada ya masomo, Morton anamfuata Alex na kumwambia kuwa anajua ndiye aliyetoa upanga wa Arthur. Anaeleza kuwa baada ya siku 4 kutatokea kupatwa kwa jua, na wakati huo mwanamke wa giza aitwaye Morgana atatoka chini ya ardhi na kuleta maangamizi duniani kote. Alex anadhani Morton ni mwenda wazimu na anaondoka, lakini usiku huo mambo ya kutisha yanaanza kutokea. Alex anaamshwa na sauti za ajabu nje ya nyumba. Anapotazama dirishani anaona kiumbe cha kutisha kikitokea ardhini na kuelekea nyumbani kwao. Muda mfupi baadaye anasikia vitu vikivunjika ndani ya nyumba. Kwa hofu kubwa anakamata upanga wa Arthur na kusimama tayari kupambana. Vita kali vinaanza, lakini ghafla yule mnyamama anatoweka. Baada ya tukio hilo, Alex anamkuta Morton akiwa amejeruhiwa chini. Anagundua kuwa ndiye aliyemwokoa kutoka kwa yule mnyamana. Kabla hajatoa maelezo mengi, Morton anageuka kuwa ndege na kuruka mbali. Alex anaporudi kwenye kitabu chake anagundua ukweli wa kushangaza. Morgana alikuwa dada wa Mfalme Arthur. Aliwahi kujaribu kumuua ili achukue ufalme, lakini Arthur alimshinda na kumfungia chini ya ardhi. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba Alex alipoutoa upanga ardhini, alimwachilia Morgana bila kujua. Sasa jukumu la kuokoa dunia limemwangukia yeye. Siku inayofuata, Morton anakutana na Alex na kumweleza ukweli. Jina lake halisi ni Merlin, mchawi maarufu kutoka hadithi za Arthur. Anaeleza kuwa Alex aliyemshambulia alikuwa mmoja wa askari wa Morgana. Alex anaogopa sana. Anamrudishia Merlin upanga na kusema kuwa yeye ni mtoto wa kawaida tu. Lakini Merlin anatumia uchawi kumwonyesha mustakabali wa dunia ikiwa hatapigana. Alex anaona moto, uharibifu na maelfu ya watu wakipotea. Baada ya kuona maono hayo ya kutisha, anaanza kuelewa uzito wa jukumu lake. Mambo yanazidi kuwa mabaya pale askari wa Morgana wanapoanza kuibuka kutoka ardhini. Alex, Felix, Lance na Kay wanalazimika kuweka tofauti zao pembeni na kuungana. Merlin anawapeleka hadi Tentacle kupitia lango la kichawi. Huko anawafundisha mbinu za mapigano na kuwapa silaha za kutumia dhidi ya Morgana. Wakiwa kwenye mafunzo, Morgana anadhibiti miti na kuifanya iwashambulie. Vita vinaendelea kuwa hatari zaidi kila siku. Hata Merlin anaanza kupoteza nguvu zake kutokana na kutumia uchawi mwingi. Baadaye, Alex anagundua ukweli mchungu kuhusu baba yake. Shangazi yake anamwambia kuwa baba yake alikuwa mtu asiye na mwelekeo na alitoweka mwaka mmoja uliopita. Habari hizo zinamuumiza sana, lakini marafiki zake wanamtia moyo kuendelea mbele.
Hatimaye Alex na wenzake wanafika kwenye ngome ya Morgana. Ndani ya handaki refu lenye giza wanakabiliwa na mashambulizi ya matawi ya miti yaliyorogwa. Mwishowe wanakutana uso kwa uso na Morgana. Morgana anajigeuza kuwa mnyama mkubwa wa kutisha. Alex anapambana naye kwa ujasiri na kufanikiwa kumchoma kwa upanga wa Arthur. Ngome inaanza kubomoka na Alex pamoja na marafiki zake wanatoroka wakiamini kuwa wamemshinda. Lakini walikosea. Merlin anakuja na kuambia kuwa Morgana bado yuko hai. Anafafanua kuwa Alex hajawa shujaa kamili kwa sababu bado hajajifunza sifa muhimu za knight: kusema ukweli, kuwa jasiri na kuwaheshimu wanaompenda. Vita kubwa vinaanza. Wanafunzi wanapigana kwa ujasiri mkubwa wakitumia mitego yao kuwaangamiza baadhi ya maadui. Lakini idadi ya askari inaendelea kuongezeka. Hatimaye Morgana mwenyewe anatokea akiwa katika umbo la jitu kubwa linalotoa moto. Alex anabuni mpango wa mwisho. Anamshawishi Morgana amfuate huku wanafunzi wengine wakimzuia asisonge. Merlin anatumia uchawi wake wa mwisho kumdhibiti. Kwa kutumia nafasi hiyo, Alex anapanda juu yake na kwa nguvu zote anakata kichwa chake kwa upanga wa Arthur. Morgana anaangamia kabisa. Baada ya ushindi huo, dunia inarudi katika hali ya kawaida. Watu waliopotea wanarudi na wanafunzi wote wanafurahia kuokoa ulimwengu. Siku iliyofuata, Alex anaenda ziwani na kuamua kuurudisha upanga wa Arthur. Merlin anamwambia kuwa kazi yake imekwisha, lakini siku yoyote dunia ikihitaji shujaa tena atarudi. Na hivyo ndivyo safari ya ajabu ya Alex ya kuokoa ulimwengu inavyofikia mwisho. Nikusihi uweze kulike, kushare na kucomment, lakini pia uweze kusubscribe ili usiweze kupitwa na video mpya tunapoposti kila wakati, na tunakuahidi kukuletea movie recaps kali zaidi ya hii. Kwa hiyo uweze kusubscribe ili uweze kupata notification pale tunapoposti video zetu mpya. Asante na karibu kwa mara nyingine tena. Get out the way. I am the king of the highway, cruising down for some bananas.